Mtazamaji, are you planning to be around Nairobi, Mombasa and mitaa zingine kubwa kama vile Nyeri? Around tomorrow being on 2nd February, the year of 2026, it's on a Monday. Kuna maandamano ambayo yamepangwa kuweza ni kuwa yakifanyika. And we all know, we are all aware that wakati kuna maandamano, kuna mambo ambayo zinasitishwa. There must be police around towns juu ya mambo ya kuweka security. Sasa mtazamaji wangu, najua unajiuliza, who are these protesting? Why are they protesting? Now, this is the reason. The Matatu Owners Association, watu ambao wanafanya mambo ya public transport, they have announced that tomorrow Monday watakuwa wakifanya maandamano. The reason, as of their own information, ambayo wameweza kuwa wakisema wataandamana, they have said they are protesting against violent attacks from specifically boda riders. The reason they are protesting, kulingana na venye wamekuwa wakisema, they are protesting to reach to the government. Mwanzo tumeweza ni kuwa tukiona the moment there is an accident and a boda rider is involved, someone's car must be touched. Maybe someone alikuwa on their way, and we all know mambo ya town, there is a lot of movement, and the moment you touch a boda riders, and this is not only mambo ya accident, we all know the boda riders, they have a very big association yenye inawezesha kufanya a lot of things. Wako na kimoja, wako na umoja. So the watu wa matatu owners and public transport wamesema tomorrow lazima watokee in the street to protest for their own safety, to protest ili serikali waweze ni kuwa wakisikiza na waweze ni kutekeleza jambo ili haya mambo yasiweze ni kuwa yakijirudia. Tuliona a lot of magari ambazo zimekuwa zikichomwa due to maybe an accident happened, and according to the matatu owners wanasema this is not the solution. They say iwapo mtu amefanya makosa akamatwe na aelekewe pale mahakamani na hukumiwe. So mtazamaji wangu, hapa ni Expertise 24/7. Tunakufahamisha story ambazo zinajiri hapa Kenya, East Africa, Africa na dunia mzima. Mtazamaji wangu, inakuchukua just 1 second kuweza ni kusubscribe katika hii channel ya Expertise 24/7 ili wakati tunaweka kazi mpya hapa utaweza kuwa ukipata each and every information. Na ukisubscribe pia unaifanya hii channel kuwa mara 1000 bora zaidi. Mtazamaji wangu, karibu. Hii ni Expertise 24/7. Planned protest za matatu owners na watu ambao wako na wanafanya mambo ya public transport. The truck drivers na watu ambao wako na trucks ambao wanafanya supplies ya goods all over nationwide wamesema watajoin the matatu owners in the protest set to happen tomorrow. Private motorist, watu ambao wanafanya pia deliveries na mambo kama yale, pia wamesema kwamba they are joining matatu owners and the truck drivers around the cities to protest for the future tomorrow. Kama hapo niliweza ni kukuelezea mtazamaji wangu, they are protesting saying they need safety. Wakati mtu maybe accident imefanyika, they say they need to have security, they need to be safe for tomorrow, because we all know that an accident is not something that is planned to happen. Ni kitu ambayo inafanyika tu just like that. So mtazamaji wangu, iwapo kesho uko na mpango ya kuweza ni kuwa ukielekea around Nairobi, around Mombasa, around Nyeri, around Kisumu, be very careful, because it matters to be safe. And it matters to be safe because kama unampeleka mtoto wako shule pale around the city, kama unafungua biashara yako pale around the city, be sure if hii maandamano itafika mahali huko, and be safe. We have been seeing in the latest protests ambazo zimekuwa zikifanyika
hapa in our country, they have been very, we can say, violence imekuwa ikitake over, because we all know that wakati kuna protest lazima a police officer ako involved because of security purposes, na mambo kama ya kuweza kuweka security around towns na around mali ya watu. So iwapo mtazamaji wangu utakuwa ukielekea pale katika mitaa, be safe and be sure of where you are going. The matatu owners, this is not the first time to protest. But maybe the past day they were protesting of kitu different, but tomorrow, as of information ambayo nimeweza nikipata hapa kama Expertise 24/7, they are protesting against the border riders na mambo ya violence. Wewe unaelekea pale mtaani, and let me tell you one thing, when you go to border wako na a very big organization nationwide, and they have their own security. You cannot touch a border rider. I have seen people saying that now because of this mambo ya border kukua hawa waendeshaji border ni wengi sana, they have developed applied. Hiyo ilikuwa ni maono ya mtu, na wanasema because of that they are wanaweza fanya tu kitu for the sake. But this protest, I've seen some border operators saying that pia wao watajoin hiyo maandamano. So if this happens, hii kitu inasema kwamba if border operators will be protesting, if matatu operators will be protesting, if truck drivers na watu ambao wanafanya deliveries, the private motorist watakuwa kiprotest, then this must be a very big protest been happening nationwide. Sasa mtazamaji wangu, swali kubwa ni iwapo hii maandamano itafanyika, are we going to be safe? We have seen the latest demonstration inaanza very peaceful, and then a group of people from nowhere wanaingilia maandamano, and then this is not a place to live. Business are not safe, children are not safe, you cannot go home peacefully. I think if in any way you will be around the cities and around your area town and kukuwe na maandamano, be safe, be sure mahali unaelekea kwamba ni mahali ambapo kuko safe na hakuna maandamano. I've seen security authorities wakisema kwamba wakielezea wana matatu wasitokelezee na wasiprotest. The reason saying wakisema they are going to make sure that there is regulations of border riders ambao hawana license, and wamesema wata make sure everything is good. Hope that is it, and we believe that tomorrow will be a good day. So as a citizen, how do you see about this today, tomorrow kuna protest? Unaweza drop hapo katika comment section yako na uweze ni kutuelezea. Hizi maandamano zimezidi. There's a lot of protest. Everywhere unasikia walimu wana protest. Everywhere unasikia bodaboda wana protest. And the moment there is protest, there is no peace. Because you don't know who is joining this protest. Why are they joining this protest? What is their aim of joining this protest? So mtazamaji wangu, be safe and be sure of where you will be on Monday 2nd, 2026 February, that be tomorrow, because the protest, usitake maandamano ya kukutilia on the wrong side, usitake maafisa wa polisi wa kukutilia on the wrong side. Be safe, be sure. In Expertise 24/7, kumbuka every information, every news and update ambayo tunaleta hapa katika mtandao, it is going around other social media platforms, other news outlets. Kitu ambacho sisi wenyewe tunafanya hapa Expertise 24/7 ni kukufahamisha zaidi ya mambo ambayo yanaendelea in terms of politics, trends and everything that is happening. It only takes you 1 second to subscribe in this Expertise 24 channel, and when you do that utakuwa ukipata every update, sababu hii ni mambo ambayo inatuhusu.
mtazamaji wangu, kuwa na wakati mwema. Mungu akulinde. See you in the next episode.